Kwenye World Cup Tips leo tunakupa taarifa kuhusu kundi B ambapo hili linashuhudia mwenyeji Canada, Bosnia, Switzerland pamoja na Qatar, ambazo hizi ni timu ambazo zipo kwenye kundi B ambalo la michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Yapo mengi kwenye kundi hilo ambayo huyajui, lakini tutakufahamisha kupitia World Cup Tips ndani ya MSN. Joseph, mambo vipi? Safi kabisa, namshukuru Mungu. Tuko poa. Ni wakati mwingine baada ya kuyachakata ama kulichakata kundi A la michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Tuna countdown kwenda World Cup ambayo inatarajiwa kuanza tarehe 11. So ni event ambayo imekuwa inateka hisia sana, inasimamisha kama dunia kwa ule mwezi mzima kwa ajili ya kupisha World Cup tournament ifanyike na vitu kama hivyo. So hii ni heshima pia kipekee kuzungumzia records, historia, mataifa ambayo yanashiriki na vitu kama hivyo. Nafikiri nipongeze pia MSN Tanzania kutoa platform hii kwa ajili ya display ama express vile vitu ambavyo World Cup ama wadau wa michezo kuhusiana na World Cup wanahitaji sana kuvifahamu. Sawa, moja kwa moja tukielekea kwenye kundi B la michuano ya kombe la dunia. Canada yeye ndio mwenyeji wa kundi hili. Manake kwa nini tumesema Canada ni mwenyeji? Kwa sababu katika zile timu ama mataifa matatu ambayo yanaandaa michuano hii, Canada naye ni sehemu ya hayo mataifa. Ni co-host wa michuano hii ya kombe la dunia. Tunaweza tukamlete Canada kwenye daraja lipi la wenyeji wageni ambao kawapokea kwenye kundi lake? Lakini hapa nafikiri naweza nikadili pia na hata issue ya rankings zile inazungumzaje, kwa sababu ukiangalia kwenye kundi lao mtu ambaye yupo kwenye ranking nzuri ni Uswizi ambaye anazungumzia yupo kwenye nafasi ya 19 kwenye zile FIFA ranking ambazo zimetoka hivi za mara mwisho tokea Aprili pale. Lakini pia yeye ukiangalia Canada sasa hivi yuko takriban nafasi ile ya 30. So nifahamu sio mbaya sana lakini sio nzuri sana, lakini kwa mwenendo wao ukiangalia sio nafasi mbaya sana. 30 kidunia unaweza kugundua kwamba kwa mujibu wa ranking, kwa sababu ukimwangalia mtu kama Qatar ndio mtu ambaye anashika nafasi ya chini zaidi ya 65, wakati kuna mtu kama Bosnia yeye ambaye yuko nafasi ya 55. So kwa namna moja ama nyingine utagundua kwamba kwa mujibu wa ranking Canada anaonekana ni second favorite team kwenye hili group B. Sawa, kwa hiyo Canada anapewa nafasi ya pili. Kwa mujibu wa ranking yeye anakaa hivyo. Okay. Nafikiri sababu pekee ambayo inaweza kutufanya tukamweka kwenye second favorite pia ni hizo ranking, yani tunazungumzia current performance na vitu kama hivyo ambazo wamekuwa nazo, ubora ambao wamekuwa nao ukilinganisha na mataifa mengine kama Qatar ambao nimemzungumzia yuko nafasi ya 65 sasa hivi. Kuna timu kama Bosnia and Herzegovina wako nafasi ya 55. Lakini yeye ndio yuko nafasi ya 30, na mtu ambaye ana nafasi nzuri yuko kwenye position nzuri ni huyu anazuia Uswizi. So kwa mujibu wa hizo rankings zinakaa sio bahati mbaya. Rankings zinakaa pia kwa mujibu wa performance ambazo wanazionyesha kwenye michuano mbalimbali ambayo yanahusisha timu za taifa ikiwemo michuano ya FIFA. Coach Jesse Marsh ambaye yeye ndo head coach wa kikosi cha Canada ambayo kwa uraia yeye ni raia wa United States of America, kwa maana Marekani huko ndiko ambako yeye anatokea. Hana utofauti sana na Canada ambayo pia yuko karibu sana. Inawezekana ikawa ni faida ambayo Canada wanaipata kuwa na mwalimu ambaye anaijua tamaduni za Canada, lakini si Mkanada. Unajua Jesse Marsh hata in terms of age sio mkubwa sana, takriban miaka 57 sasa hivi anaitafuta. Sio mkubwa sana lakini sio mdogo, ana uzoefu pia. Lakini sio kocha ambaye ana profile kubwa ya kutisha, kwa sababu ukiangalia kipindi anacheza mpira amecheza kwenye ligi kule kwao Marekani, lakini vile vile amekuwa kocha, amefundisha vilabu mbalimbali vya pale kwenye Major League Soccer. Unazungumzia ligi kuu nchini Marekani, na unapozungumzia vinasaba ndio maana sometimes pia kwenye ligi ile Major League Soccer imekuwa ikihusisha pia vilabu kutoka nchini Canada. Kama utafahamu vilabu kama Vancouver, kuna timu kama za Toronto ziko pale zinashiriki Major League Soccer na vitu kama hivyo. So nifahamu, so wanashare utamaduni, wanashare michezo, wanashare football kwa namna moja ama nyingine na experience kiujumla tu. So nafikiri kumpa timu
match Canada, na ndio yeye amefanikiwa pia kuileta timu ya taifa ya Canada kwenye World Cup msimu huu, ikiwa ni takriban hii inaenda kuwa mara yao ya 3, sababu kama utakumbuka vizuri Canada alishiriki 1986 World Cup, ambapo kwa bahati mbaya sana hakupata alama yoyote wala kuandikisha alama yoyote kwenye ile michuano ya 1986. Ufuicho alishia group stage, wakakaa takriban miaka 36 mpaka wanakuja kuingia World Cup nyingine ambayo ni ya 2022, last one ambao walishiriki. Vile vile walicheza game 3 na mbaya zaidi hawakufanikiwa kabisa kuchukua alama yoyote. So utagundua Canada ni kama wanashiriki hii michuano, na sasa hivi tunazungumzia wao ni co-host, ndio ni sehemu ya waandaji na ni mara yao ya kwanza kuandaa World Cup. Ni timu ambayo haina historia nzuri na World Cup, lakini vile vile kama utafahamu vizuri swala la wao kutokuandikisha alama hata moja kwenye World Cup 2 ambazo wameshiriki tayari, kwa nafikiri wanaweza kawa wanaingia kwenye tournament kama hii kuhakikisha kwamba at least wanaandikisha ushindi wao wa kwanza ama kuandikisha alama yoyote, kwa sababu wamecheza michezo 6 kwenye World Cup 2 ambazo wameshiriki, na kwa bahati mbaya sana wamefungwa game zote 6 ambazo wamecheza. So hii ni nafasi nyingine kama wenyeji, na ukiangalia tarehe 12 Juni watakuwa wao ndo wazinduzi wa ile michuano, kwa maana kwamba tarehe 11 itaanzia pale Mexico na South Africa. Lakini wao uzuri ni kwamba FIFA alichokifanya kwenye tournament ya msimu huu ambayo host wako 3, kila mwenyeji kutakuwa kuna opening ceremony. So nifahamu, so ipo ambayo itafanyika Mexico kwenye game ya kwanza ya Mexico na hawa anazungumzia South Africa, lakini vile vile kwa Canada na wenyewe game yao ya kwanza pia kutakuwa kuna opening ceremony kwa upande wa pale itafanyika Toronto. Then kwa upande wa USA the same, kwa upande wa USA na wenyewe game yao itafanyika, itakuwa ni kama sehemu ya uzinduzi, itakuwa ni kuna zile sherehe za ufunguzi na vitu kama hivyo. So kwa namna moja nafikiri Canada inaweza kuwa ni chance kwao kuandikisha at least hata ushindi kwa wao kwanza kwenye World Cup msimu, lakini hata kuandikisha pointi moja pia itakuwa ni historia kwao. Manake records za Canada so far si nzuri kwenye michuano ya kombe ushiriki mara 2, wamecheza mechi 6, hawajashinda mchezo wote, yani wamepoteza game zote 6 wameruzi. Okay. Canada iko na nyota kadhaa ambao mara nyingi wameonekana kufanya vizuri kwenye vilabu vyao. Bombito kwa upande wa Nice, Klein kwa upande wa Southampton, Alphonso Davies bila shaka ambaye alikuwa Bayern Munich mpaka sasa hivi yes, ambaye ameonekana kuwa ni moja kati ya wachezaji wazuri na akiwa kwenye timu ya taifa anabadilishiwa majukumu. Sahihi kabisa. Inaweza ikamsaidia ama kuwepo na hao nyota ambao wapo kwenye kikosi cha Canada, inaweza ikawa na tija kiasi gani kwenye kurahisisha majukumu ya match. Of course Canada ni timu ambayo kwenye ukanda wao wa CONCACAF wamekuwa wanafanya vizuri, lakini linapokuja swala la kuja kwenye hii michuano kama hii World Cup kidogo imekuwa ni changamoto sana, kwa sababu hawana ile strong team sana ukilinganisha na mataifa mengine ambayo kama Mexico kwa upande wa CONCACAF ama USA wenyewe wamekuwa na squad fulani ambayo inaweza wakawa na ego ya kusema kwamba naenda tunapambana na timu fulani na wakota chochote, sio nielewa. Lakini kwa upande wa Canada ukiangalia tumezungumzia mtu kama Alphonso Davies, ana profile kubwa, ni mchezaji wa Bayern Munich, na ukiangalia kwenye national team pia anapewa captain. Sasa nifahamu na majukumu umezungumzia pia huwa anabadilishwa kutoka kwenye left back mpaka kwenda kwenye eneo la midfield. Sasa nielewa kwa sababu anahitaji kunufaika zaidi na uwezo wake kiwanjani. Mmoja wazaji ambao ana kasi sana, ana uwezo wa kudribble vizuri, anamiliki mpira vizuri. Lakini vile vile ukiachana na huyo kuna Jonathan David ni kijana mdogo ambaye anapiga sasa hivi kwenye klabu ya Juventus. Alishapita kwenye klabu ya Lille pia. Unazungumzia yeye sasa hivi ndo top scorer wa muda wote wa timu ya taifa ya Canada akiwa na magoli takriban 39, akiwa amempiku Klein Lalin ambaye mwanzo yeye ndo alikuwa top scorer muda wote, na yeye mpaka sasa hivi ana magoli 30, amezidiwa takriban magoli 9 na Jonathan David na vitu kama hivyo. So kwa namna moja ama nyingine wana timu ambayo wanaweza wakafanya kitu, lakini kwa bahati mbaya sana hawana strong enough team ambayo ingeweza kutegemea surprise sana. Maybe kitu ambacho unaweza kaachieve ni kuvuka kutoka kwenye group stage kwenda kwenye ile hatua ya 32 bora kwa mujibu wa mfumo ambao unatumika sasa hivi wa World Cup. Lakini tofauti na hapo nafikiri sioni kama wanaweza kawa na timu sana ya kufanya makubwa na vitu kama hivyo. Nafasi ya Canada kwa namna ambavyo
tukitumia sawa ile lugha ya Kihispaniola namna ambavyo Jose Mapesi ameipa nafasi ndogo sana kufanya vizuri zaidi kutokana na record ambayo Canada amekuwa nayo katika tournaments 2 ambazo wameshiriki, walishindwa kupata alama yoyote, maana yake wanaingia kama underdog kwenye kundi lao. Lakini tunaenda kwa Switzerland ambao anaonekana kuwa moja kati ya timu tishio kwenye hili kundi. Switzerland iliwahi kufanya vizuri sana kwenye michuano kadha wa kadha, lakini Shakil ndo alikuwa moja kati ya wachezaji ambao wanazungumzwa sana. Kila unapozungumzia Switzerland, image inayokuja ni ya Shakil. Sasa hivi iko na nyota gani ambao wanaweza kutengeneza pia image kama ambayo Shakil ali generate? Yes, mmemzungumzia Xherdan Shaqiri. Kama utakumbuka vizuri pia kwenye World Cup tournament zilizopita amekuwa na wakati bora sana, amefunga magoli ambayo yalikuwa yanakuwa nominated kwenye michuano kwamba goli bora la msimu na vitu kama hivyo, acrobatic na nini, amekuwa ni mchezaji bora sana na vitu kama hivyo. Lakini kwa sasa hivi anazungumzia miaka 34, yuko katika klabu yake FC Basel kule nchini mwao Uswizi. Na nimejaribu kufuatilia pia squad ya Uswizi msimu huu, naona jina lake limepigwa chini. Jina lake limepigwa chini. I don't know why, lakini kocha wao Marik Yakin nafikiri atakuwa anafahamu vizuri kwamba Murat Yakin ambaye pia naye ni Mswitzerland, ni Mswizi pia. Yes, ni Mswizi anaenda pia pale katika ile image ya kizalendo. Yes, nafikiri ameangalia strong team, hajaangalia profile sana, japokuwa ukiangalia Uswizi ni timu ambayo imeundwa na wachezaji wenye profile nzuri sana. Unazungumzia Okafor, mchezaji ambaye yuko Leeds United, ishapita AC Milan, striker yule anafanya vizuri, mchezaji mzuri. Wana mtu kama Brili Embolo, mmoja wachezaji ambaye alikuwa ana of course ana asili ya Cameroon na World Cup iliyopita pia aliwapiga goli Cameroon, vitu kama hivyo. Sasa nifahamu wana Brili Embolo, lakini vile vile kuna mtu kama Granit Xhaka ambaye amepita Arsenal vilabu kadhaa, lakini vile sasa hivi naona amefanikiwa mpaka kuifikisha michuano ya Europe. Nazungumzia Conference League Sunderland. Sio nifahamu, baada ya kurejea ligi kuu tu tayari ameongeza kitu kwenye timu mpaka kuisaidia pia kufanikiwa kuqualify michuano ya Ulaya na vitu kama hivyo. Dennis Zakaria of course ashapita kwenye klabu kama Juventus na vitu kama hivyo, Chelsea pale. Sio nifahamu, yuko pale. Wana wachezaji mmoja profile zao zinaridhisha kwa kweli. Nafikiri Uswizi na ndio nimezungumza hata kwenye zile ranking wako nafasi ya 19, sio bahati mbaya. Ni timu ambayo imekuwa na ushindani mkubwa sana. Sio timu ambazo unaweza kaenda ukasema uchukue point tu kirahisi na vitu kama hivyo, kwa sababu wana mtu kama Akanji center back wao na vitu kama hivyo. Wana timu nzuri sana. Nafikiri kwa namna moja ama nyingine kocha wao Yakin anaweza akawa na surprise kubwa sana kwa hii timu yake, na naiona pia ni favorite kwenye kundi hili kutoboa hatua ya 32 bora, kwa sababu ya ubora walionao wao kwenye squad, quality walionayo, kwa sababu unazungumzia Uswizi hii inaenda kuwa World Cup yake ya 14. Sio nifahamu. Ameshiriki World Cup takriban 13 zilizopita. Sio namba ndogo kabisa. Huu ni ubora wanaonesha wanao, na muendelezo pia wanao, na World Cup iliyopita pia walikuwepo. Yani tunazungumzia World Cup takriban 3 mfululizo wako ndani ya michuano, na wanakuwa na challenge sana kwa sababu wameshafika quarter finals mara kadhaa. This time nafikiri naweza kana approach kitu kingine zaidi ama mafanikio zaidi ya hapo, kupiga hatua kubwa zaidi ya hiyo. Nafikiri kwenye group lao kuwaweka kama powerhouse kwenye kundi lao, nafikiri inaweza kana make sense. Kwa hiyo favorite team wa kundi B ni Switzerland kutokana na namna ambavyo umeelezea, kwa ubora walionao, profile za wachezaji wao na mafanikio ambayo wako nayo kwenye michuano ya World Cup na vitu kama hivyo. Nafikiri wana nafasi nzuri zaidi ya kufanya poa kuliko timu zingine kwenye kundi lao. Maybe itokee tu surprise na vitu kama hivyo. Switzerland licha kwamba umezungumzia ubora wao, records za coach zinaweza zikaathiri vipi ama zikatengeneza impact kiasi gani kwenye michuano hii, kwa sababu kwake yeye hajawa na involvement kubwa kwenye michuano ya kombe la dunia. Maana yake anaingia pia kama mgeni. Taifa linaingia na record kubwa, lakini yeye anaingia kama mgeni. Nafikiri issue ya kocha wao Yakin sio kama unaweza undergrade kwa sababu ya kuwa na ugeni, kwa sababu siku hizi makocha wamekuwa wakiaminiwa sana tu wenye umri mdogo, wengine hawana uzoefu sana na vitu kama hivyo, lakini wamekuwa na surprise kubwa sana, kwa sababu kinachoangaliwa zaidi ni how
you can handle the players, zile profile zao, kuiunganisha timu ikacheza kwa muunganiko, chemistry ikawepo na vitu kama hivyo, lakini vile vile kuwa timu ambayo ni solid enough. Nazungumzia timu inakuwa na pattern kwenye uchezaji wake, falsafa ile, wana uwezo kuiadapt vizuri na kuitumikia kwa ufasaha kabisa, kwa sababu hicho ndio kitu cha msingi sana kwenye football, kuwapa nafasi, ku raise standards za wachezaji, kuwafanya wacheze kitimu, lakini vile vile kujitoa, kucheza kiufundi tactically. Unaona kabisa wanakuwa wana muunganiko, kwa sababu kwenye game kadhaa ambazo wamesimamia kwa upande wa Uswizi ameonyesha ana kitu, kwa sababu Uswizi ni timu ambayo pia ina sifa moja ya kuwa solid enough. Ni timu ngumu sana kuzifungua ngome zao, na ni timu ambazo zinaamini sana kwenye mashambulizi ya kushtukiza. Sio timu ambayo utasema ipossess dakika nyingi sana za mchezo, la hasha. Muda mwingi sana wamependa kuwa direct sana, na inategemea pia na aina mpinzani wanayokutana naye. So wako very tactical, wako very technical. Naamini kabisa yakini, sina doubt naye. Maybe doubt itakuja pale anapo ataanza kufika kwenye zile hatua za juu za mtoano. Nazungumzia kwa upande wa playoff kuanzia sasa 2 bora, na inategemea na mpinzani ambaye kutana naye. Okay, hiyo ni kwa upande wa Switzerland na bench lake, la ufundi. Lakini Switzerland moja kati ya mataifa ambayo yanasifika kwa utulivu, nje na football. Moja kati ya mataifa ambayo yanasifika pia kwa upole. Kwa namna nikwambie kitu kimoja, Uswizi ndio taifa ambalo linaongoza kwa wananchi wake kuwa na furaha. So nifahamu. Ndio. Nafikiri utaenda kuangalia takwimu zako na vitu kama hivyo, utafuatilia. Ile taifa halina mambo mengi, ni taifa ambalo miundombinu yake iko vizuri, wananchi wanapata huduma stahiki na vitu kama hivyo. Ni taifa ambalo limejipambanua sana kiuchumi, halina mambo mengi kabisa. Ukiangalia kisiasa limesettle, politically liko vizuri kabisa na vitu kama hivyo. Hakuna kashikashi na mataifa mengine, migongano na nini. Ni taifa kiukweli na sifa, na ukiangalia hata last season wamehost michuano ile ya wanawake ya Euro, ambapo watu wengi walikuwa wanasifia sana mandhari na vitu kama hivyo. Ni mataifa ambayo yana bandari pia, sio nifahamu. Shughuli zao za kiuchumi pia zinategemea sana bandari, na ni taifa ambalo linaingiza sana kipato kikubwa. So kwa namna moja ama nyingine kinachoendelea Uswizi, na ndio maana ukifuatilia vizuri pia Uswizi inaunganishwa na wachezaji wengi sana ambao sio asili ya pale nyumbani Uswizi. Ukienda kwa mchezaji kama Brili Ombolo, sio asili yake pale. Unazungumzia upande asili yake ni ya Cameroon. Kuna Okafor, mshambuliaji pia yule, ana asili ya wapi? Ana asili ya Nigeria. Kuna mtu kama Manuel Akanji, the same. So nifahamu. Wachezaji kama kina Granit Xhaka, so nifahamu. Hawana asili direct. Kuna mchezaji pia nishamkumbuka, ambaye nakumbuka vizuri 2009, yeye pamoja na Granit Xhaka walifanikiwa kubeba taji la World Cup under 17 wakimfunga Nigeria. So nifahamu. Wanamuita Rodriguez pamoja na Granit Xhaka walikuwa kwenye ile squad ya under 17 ya Uswizi. Rodriguez naye hana asili ya wapi? Ya Uswizi. Na ndio timu yao na jinsi inavyoundwa, asilimia kubwa profile za wachezaji wao hawana asili moja kwa moja pale Uswizi. Ni sehemu ambayo wamekulia kwa namna moja ama nyingine, lakini vile vile ni sehemu ambayo pia wameenda kuishi kisoka na vitu kama hivyo. So kwa namna moja ama nyingine nafikiri Uswizi ni taifa ambalo lina mambo mengi na linajaribu kuendesha mambo yake very systematic. Okay. Hiyo ni kwa Switzerland, na tukielekea sasa kwenye vijana ama wachezaji ambao starman wao ni Edin Dzeko. Tunazungumzia Bosnia. Moja kati ya mataifa ambayo uzungukavyo, lakini bado jina la Edin Dzeko litarejea kwenye maindi yako. This time around tunaweza tukawaona wanakuja na sura gani kwenye michuano, baada ya kuona kwenye namna ambavyo walikuwa na qualify. Ukiangalia kwa mfano kocha wao Sergi J Balbales, ni of course pia ni raia wa Bosnia Herzegovina, lakini unapokuja kumzungumzia profile ya mchezaji kama Edin Dzeko, yani unapozungumzia tunu ya taifa ya Bosnia ni Edin Dzeko, kwa sababu ni mmoja wa wachezaji ambaye amecheza game nyingi kuliko wachezaji wote kwenye national team. Unazungumzia mechi takriban 148, akiwa ndo top scorer wa muda wote wa Bosnia, akiwa amefunga magoli takriban 73. Sio, naelewa. Yeye peke yake ni nembo ya taifa, na ndio maana sasa hivi unazungumza na miaka takriban 40 bado anamhitaji kama kiongozi na vitu kama hivyo. Tena ni mmoja wa wachezaji ambaye tamani kutangaza kustaafu, lakini kwa sababu ya heshima yake, uzito wake na vitu kama hivyo, ameona anaweza wanamhitaji zaidi kwenda kuisaidia timu yake. Unajua Edin Dzeko hasaugi kufunga,
ni moja ya shambuliaji ambao mentality yake, mind yake iko very organized, ametulia sana, analijua goli, ana utulivu mzuri. Nafikiri utakumbuka kipindi yuko Manchester City, amepita kwenye vilabu kama AS Roma, ameonyesha ubora mkubwa sana, ni quality ya kutosha. Nafikiri kwa Bosnia ambao kifuatilia vizuri hata kwenye ranking zile, sasa hivi nazungumzia kwenye nafasi ya 55. Kwa nafasi ya 55 sio mbaya sana, lakini tafsiri yake ni kwamba pia taifa lao pia limekuwa likidrop. Ukifuatilia vizuri, hii inaenda kwa World Cup yao ya tatu, ya pili, kwa sababu ya kwanza nakumbuka walishiriki ile ya 2014 ambapo ilifanyika Brazil, na bingwa alikuwa German. Na kipindi kile kwa na ubora kweli kweli, nafikiri utamuunga midfielder wao Pjanic, moja ya midfielder fundi maarufu sana kabisa. Kama kuna kipindi aliendaga Barcelona kuja kucheza na Messi, lakini kwa bahati mbaya sana akaenda Barcelona, Messi akaondoka, ndio akaenda Paris, Juventus, alienda Juventus, amecheza na Ronaldo na vitu kama hivyo. Ni fundi sana, amepita Olympic Lyon, alikuwepo kipindi hicho, lakini kwa bahati mbaya sana sasa hivi wakati ni ukuta, ameiacha timu. Edin Dzeko yupo pale anaiongoza ama kiongozi wa timu na vitu kama hivyo. So nafikiri kwa Bosnia kipindi wanashiriki, wana qualify World Cup 2014 kwenye zile rankings za FIFA walifika mpaka nafasi ya 13. Walikuwa kwenye ubora mkubwa kweli kweli. Sasa nielewa. Walikuwa kwenye ubora mkubwa kweli kweli, na sasa hivi kiangalia wamedrop mpaka kufika nafasi ya 55. Tafsiri yake ni kwamba wameshindwa kuzalisha pia wachezaji wazuri. Ndio maana ameondoka kina Pjanic na wengineo. Sasa hivi bado wanamhitaji mtu kama Edin Dzeko. Tafsiri yake ni kwamba wanashindwa kabisa kuendesha ama kuzalisha wachezaji wengine wazuri zaidi na vitu kama hivyo. Yaani project yao ilifia pale 2014. This time wamefuzu, yes, lakini ukifuatilia vizuri numbers ambazo zimepatikana kwa upande wa Europe zimewafavor. So nifahamu kwa sababu timu 16 direct zilikuwa zinafuzu kwenda kwenye michuano ya World Cup kutokea Europe moja kwa moja, tofauti zile zingine ambazo zilipata nafasi ya playoff kama Czech pamoja na Sweden na vitu kama hivyo. So nafikiri kwa Bosnia tusubiri tuone watatupa kitu gani ama watakuwa na surprise gani, lakini sioni kama ni timu ambayo iko strong sana. Ukiangalia mtu kama Edin Dzeko ataweza kumtegemea sana, lakini nishati imepungua. So nifahamu nishati imepungua. Hata kocha wao kiangalia Balbares hana profile ya kutisha sana, labda kama atatu surprise na vitu kama hivyo. Na hii World Cup nafikiri wanaweza tu akaja kama ku experience, lakini matarajio ya kufika mbali sidhani. Maybe wanaweza ka challenge kwenye kundi lao, sababu hizi timu ambazo zinapatikana Qatar, Canada, wanaweza ka challenge vizuri wakapata nafasi ya kwenda kwenye 32 bora, stage ambayo hawajawahi kufika before. Sasa nielewa. Wameshakuwa wakiishia group stage. So nafikiri kwa namna moja ama nyingine kwa timu kama ya Bosnia, unamzungumzia Edin Dzeko ndo kama identity yao na vitu kama nilivyosema ni tunu ya taifa. So tusubiri tuone watakuja na kitu gani special ambacho sisi wapenzi watazamaji wa soka tunatamani siku zote tunapoangalia World Cup. Na ndio maana unajua World Cup na tofauti moja na michuano mingine. Premier League kwa mfano ama La Liga ama unazungumzia Bundesliga, unaweza kusema niangalie game za Bayern tu, huko unafuatilia na game zingine. Premier League unaweza kusema leo niangalie labda game ya Arsenal, ya Man U, ya Chelsea, lakini World Cup utatamani kila mechi uiangalie. Kwa sababu gani? Kila mechi na test yake. Utatamani kuangalia Uswizi na Qatar wanachezaje. Utatamani kumwangalia Bosnia wanapocheza na Canada wanachezaje, kuna kitu gani. Yaani World Cup kuna teams zinabebwa, hazina majina makubwa lakini zinabebwa na ile World Cup. Na hapo umeizungumzia Bosnia kwa namna ambavyo tumejikita sana kwenye records, kwa maana kwenye history. Kwenye current performance za baadhi ya wachezaji. Ni mchezaji gani ambao Bosnia wanaweza kaenda kujivunia naye kwenye michuano hii? Nafikiri Demilovic anaweza akawa pia mmoja wa wachezaji ambaye anaweza kana mvuto na kwa namna moja mwingine. Anacheza nafasi ya forward na ukiangalia japokuwa ana maajabu makubwa sana. Lazima tu tuzungumze ukweli. Ndio maana nimesema kwamba Bosnia ni timu ambayo haiko strong enough. Yaani hakuna star zaidi ya Edin Dzeko. Na ukiachana na Edin Dzeko hakuna mchezaji mwingine ambaye ana profile ya kushtua sana. Sio nifahamu. Wanacheza wengi vilabu vya kama kule, kwa sababu sasa hivi yuko Schalke 04. Huyo unamzungumzia Edin Dzeko, yuko Schalke 04 ambaye anacheza ligi ya second Bundesliga pale Ujerumani. Lakini kwa namna moja ama nyingine nafikiri kwa wachezaji kama huyo Demilovic, nafikiri maybe kwa sababu anacheza ligi hizi ambazo kidogo ziko strong na vitu kama hivyo, anaweza kaja akaongeza kitu ama akaongeza value kwenye timu. Lakini tofauti na hapo, ndio maana nimesema kwa sababu wachezaji wao wengi hawafahamiki sana, wana umaarufu, hawaonekani kwenye ligi zile kubwa. Ni swala la kusubiri World Cup tujue namna gani ambavyo tactically kocha wao Balbares anaweza kama ameandaa timu kwa ajili ya kusurprise watu. Qatar hii inakuwa ni mara yao ya kwanza kufuzu ama kushiriki michuano ya kombe la dunia kwa njia rasmi ya kutafuta ticket katika
hatua ya mitoano. Hii inakuwa ni mara ya kwanza. Qualification phase. Yes. Yeah. Inakuwa ni mara ya kwanza. Wana experience ya msimu uliopita ambao waliandaa. Walikuwa wenyeji. Yes, walikuwa wenyeji. Tunaweza tukapata kitu tofauti na kile ambacho walikionyesha kwenye michuano iliyopita? Sidhani kama anaweza kaja na surprise yoyote. Qatar ukifuatilia vizuri wanaongozwa na yule kocha Julen Lopetegui. Yes, kutoka Spain. Ambaye before kabla hajaja huku Qatar alikuwa West Ham kama nakumbuka vile alishapita Madrid pia walimuita jigi, lakini national team Spain walimpa nafasi. Kwa bahati mbaya sana baada ya kusaini mkataba tu na Real Madrid pale wakaterminate mkataba wake na national team ya Spain kwa sababu waliamini kuna double standard. So nifahamu kwamba wewe tumekupa kibarua cha kufundisha national team ya Spain. Wakati huo tena unapata dili Real Madrid una sign. So nifahamu kilichopelekea ni kwamba pale kuondoa double standard kwenye timu ilibidi afanyaje? Kwa mkase kwa sababu aliamini kwamba anaweza kaenda kuleta Madrid kwenye timu ama hivyo matabaka. Kwa hiyo ili kuondoa zile double standard ikabidi wamuondoshe haraka sana. Lakini ukiangalia kwa mantiki hiyo ni coach mwenye wasfa mkubwa, mwenye profile kubwa, ndo maana akawa named kwenye club ya Real Madrid. Tunazungumzia timu kubwa na kongwe, timu kubwa kumwamini kumpa nafasi. Hata Spain yenyewe timu ya taifa ya Spain. Kwa hiyo Qatar wanaingia na kivuli cha kocha mwenye profile kubwa. Sasa asilimia kubwa wachezaji ambao wanapatikana kwenye timu ya taifa ya Qatar wanacheza kwenye ligi ambazo hazina ushindani. Wanacheza sana kwenye falme za Kiarabu, sio? Hii inaweza ikatupa performance ndogo ya coach. Tusione ubora wa coach kutokana na aina ya wachezaji ambao yuko nao. Nafikiri Julen Lopetegui anaweza akahukumiwa pia na ubora wa wachezaji ambao yuko nao kwenye squad. Kwa sababu hapa tunaangalia ubora wa timu yake na ubora wa wapinzani wake. Ukiangalia Canada ni favorite mbele yake, anaingia game na Canada akiwa kama underdog, anaingia game na Uswizi kama underdog. Game pekee ambayo naweza nikampa battle ya 50-50 ni ile game zidi ya Bosnia, kwa sababu Bosnia nao pia hawana profile players ambao wana profile kubwa ama wana quality ya kutisha sana kusema kwamba hiyo ni mbingu na ardhi kwamba wanaweza kupigwa game kubwa, hapana. So nafikiri wanaweza kufanya chochote kwenye hii World Cup msimu. Unajua kuna timu zinajua kabisa tumekuja kushiriki. So kinachotakiwa maybe kuandikisha tu historia, kuna mchezaji anahitaji kufunga. Kama unakumbuka vizuri World Cup iliyopita, game yao ya kwanza walifanikiwa kufunga kutoka kwa ile goli kupitia kwa ile mshambuliaji wao Montari. Sasa nifahamu wakapewa na ofa za kutosha. So walifunga goli tu kwao ikani heshima kubwa sherehe. Japokuwa ile game walimaliza kwa kufungwa 3-1. So ni Argentina. Walifungwa na nazungumzia na Senegal game yao ya kwanza. Game ya kwanza. Walicheza na Senegal, wakapata goli wao, tangulia kupata goli, lakini baadaye Senegal akafanya comeback akashinda goli 3-1, lakini wao walifurahia tu kufunga goli kwenye michuano ya World Cup kwa sababu kipindi kile wameingia kama viti maalum kwenye World Cup, wao ndo waandaji. Kitu ambacho pekee Qatar iliweka historia ama rekodi ni kwenye miundombinu, viwanja na vitu kama hivyo. Waliweka cooling system, yani kuhakikisha kwamba michuano inafanyika kwenye ubora unaotakikana. Ni mchezaji gani Qatar ambaye wataenda wanamtegemea? Bila shaka unajua umezungumzia pia issue ya wachezaji wengi wanatoka kwenye ligi zile ambazo sio competitive enough. Hapo nazungumzia wengi wanatoka kwenye vile vilabu ambavyo asilimia kubwa kutoka klabu ya Al Sadd ya pale nchini Qatar, kuna Ryan ya pale nchini Qatar, kuna Qatar SC ya pale nchini Qatar. So nifahamu wengi wanatoka kwenye vilabu vya kawaida sana. Hakuna mchezaji ambaye anatoka kwenye tuseme Europe na vitu kama hivyo, hapana. So ukiangalia hata kwenye squad yao wana mtu kama Akram Afif. Akram Afif ni mmoja wa wachezaji ambaye wengi walikuwa wanazungumzia kwamba ana asili ya Tanzania pia. Ni mmoja wa wachezaji ambaye yuko very skilled. Yuko talented sana, ukiangalia na tofauti sana na wachezaji wengine. Ndio maana nafikiri pia alishakupita kwenye academy pale nchini Spain pale kwenye moja kama sio Sevilla basi kwa ni Valencia, alipita pale kwenye academy za na graduate vizuri tu. So nifahamu, lakini kwa bahati mbaya sana amechagua maisha ya kule kwao Qatar Al Sadd, kwenye klabu ya Al Sadd na amekuwa bora mara nyingi sana. Kwa mantiki hiyo mchezaji hatari kwa kutizamwa sana ni Akram Afif. Yes, kwa upande wa Qatar fundi sana wa mpira, left footer na vitu kidogo ambavyo exceptional. Na hapo kwenye kundi hili, kundi B, naomba nitajie timu, sihitaji maelezo. Naomba nitajie timu zitakazofuzu moja kwa moja. Timu ya kwanza mwenyeji nampa nafasi Canada, yes. Canada nampa nafasi ya kufuzu, lakini vile vile nampa Uswizi. Timu ambazo
Joseph Mapesi amezipa nafasi ya kufuzu kwenda hatua inayofuata ni timu mbili tu kwenye kundi hili, Canada pamoja na Switzerland. Hizo ndo timu ambazo kazipa nafasi ya kufuzu kwenda hatua inayofuata michuano ya kombe la dunia baada ya hatua ya makundi kukamilika kwenye michuano ya World Cup 2026. Lakini namna ambavyo natuona tumetokelezea si sehemu nyingine bali ni Kayuni Sportswear. Hawa ndio wanahakisha kwamba tunavaa jezi zenye hadhi ya World Cup kwa asilimia kubwa. Kwa unao nafasi ya kutembelea Kayuni Sportswear Sabasaba mkoani Dodoma ili uweze kujipatia jezi kali zenye ubora wa hali ya juu.